Tunaendelea sehemu ya pili, mwalimu wa Biblia Tanzania. Tunaendelea sehemu ya pili, tumjibu huyu mwita. Tulikuwa tuko mstari wa 11 kuhusu Ibrahimu alihesabiwa haki kabla ya Torati, kabla ya sheria au baada ya sheria. Tunaona Ibrahimu alihesabiwa haki kabla ya sheria. Sasa Wasabato wanachukua kuanzia Adamu mpaka kuja kwa Ibrahimu. Wanaanza kusema kwamba wao ni watoto wa Ibrahimu. Sio kweli. Watoto wa Ibrahimu hawafuati sheria ya Musa. Watoto wa Ibrahimu haifuati Torati. Ushahidi tutaupata hapa. Kwa hiyo Wasabato sio watoto wa Ibrahimu, kwa sababu wao hawaishi kwa imani, wanaishi kwa matendo yaliyo ndani ya Torati. Kwa hiyo Torati ndio inayowaongoza. Kwa hiyo pale wanapokuja wanasema sisi tunahesabiwa haki kama ya Ibrahimu, kama ya Nuhu, kama ya Adamu, kama ya nani ule Henoko, tunasema hapana. Kwa sababu nyinyi mnaishi kwenye matendo ya Torati. Mnaishi kwenye matendo ya sheria, na mtu akivunja kwenye matendo ya sheria sharti auawe, sio sharti asamehewe. Tuangalie. Tukiendelea kwa Ibrahimu hapa, naye alipokea dalili hii ya kutahiriwa, muhuri ile haki ya imani iliyokuwa nayo kabla hajatahiriwa, apate kuwa baba ya wao wote waaminio, ijapokuwa hakutahiriwa, ili na wao pia wahesabiwe haki. 12. Tena awe baba ya kutahiriwa kwa wale ambao si waliotahiriwa tu, bali pia wanazozifuata nyayo za imani yake baba yetu Ibrahimu aliyokuwa nayo kabla hajatahiriwa. Kwa Ibrahimu alihesabiwa haki kabla hajatahiriwa. Na hii kama kutahiriwa hakufanyi kazi katika dini ya Kisabato. Torati imevunjika, sheria ya Musa imevunjika, kwa sababu sharti sheria ya Musa anayeshika lazima tahiriwe. Ndio imeandikwa hivyo. Na tutaiangalia. Tumjibu huyo mwita Msabato ambaye anasema yeye anafuata imani, neema ya Nuhu, anafuata neema ya Adamu. Lakini sisi tunamwangalia Ibrahimu na Adamu. Je, sheria hii ilikuwepo? Maana unapochukua kwamba Mungu alifanya siku 7, je, tutakuuliza swali. Adamu aliheshimu siku ya Sabato au alipewa masharti yoyote? Nuhu alipewa baada ya kuokoka kwenye safina, aliheshimu Sabato, aliambiwa heshimu Sabato. Tukimwangalia Ibrahimu aliyepewa Sabato kwamba ataheshimu. Tukimwangalia Yakobo aliheshimu siku ya Sabato. Tukimwangalia Isaka aliheshimu siku ya Sabato. Jamani, tuwe wa kweli, tusiongelee vitu ambavyo vya uongo tukawapandikizia watu. Torati iliingia miaka 430 baada ya Ibrahimu, sio kabla ya Ibrahimu. Hivyo vitu vilikuwa havipo. Na hawa wanyuma ambao hawakuifuata ile Torati ilikuwaje? Mbona walihesabiwa haki? Na ndio tunajifunza kwao kama Ibrahimu. 13 inasema, kwa maana ahadi ile ya kwamba atakuwa mlisi wa ulimwengu alipewa Ibrahimu na uzao wake, si kwa sheria, si kwa Torati, si kwa sheria ya Musa. Alipewa uzao wake si kwa sheria, bali kwa haki iliyohesabiwa kwa imani. Maana ikiwa wale wa sheria, maana 14 Warumi 4:14, kwa maana ikiwa wale wa sheria, wale wa Torati ndio walisi, imani imekuwa bure. Kwa maana ikiwa wale wa sheria ndio walisi, imani imekuwa bure na ahadi zimebatilika. Kwa sababu sheria ndio ifanyayo hasira, maana pasipo kuwepo sheria hapana kosa. Kama Torati haipo, hakuna kosa lolote, kwa sababu Torati ndio ifanyayo dhambi. Torati ndio inasababisha dhambi zidi kuwa kubwa. Kwa nini? Hakuna awezaye kuitimiza Torati, kwa sababu wale wote wanaoifuata Torati hawaitimizi. Kama hapa tunavyoona, Msabato yoyote ametahiriwa siku ya 8 kwa kuifuata Torati, maana sharti lazima tahiriwe siku ya 8. Je, anahesabiwa haki kwa kuifuata Torati? Jibu linakuja hakuna. Nadhani imani tulionayo sisi katika Yesu Kristo tunayo katika Ibrahimu, ambaye alihesabiwa haki kabla sheria haijaingia, kabla sheria ya Musa haijaandikwa. Na sisi ndio tunahesabiwa haki kwa sheria. Haya, kwa hiyo ilitoka mstari wa 16. Kwa hiyo ilitoka katika imani, iwe kwa njia ya neema, iwe kwa njia ya neema. Kwa hiyo sisi tuko kwenye nini? Ndio alikuwa anauliza neema ni nini? Ndio hii neema. Kwa 16 na kujibu swali lako, neema sasa tunayo sisi. Kwa hiyo ilitoka katika imani, iwe kwa njia ya neema, ili kwamba
ile ahadi iwe imara kwa wazao wote, si kwa wale wa Torati tu, si kwa wale wa Torati. Wewe sio mtu wa Torati, wewe msabato sio mtu wa Torati. Maandiko yako wazi, wala huifuati Torati. Si kwa wale wa Torati tu, ila na kwa wale wa imani ya Ibrahimu, kwa wale wa imani ya Ibrahimu aliye baba yetu sisi sote. Kama ilivyoandikwa, nimekuweka kuwa baba wa mataifa mengi mbele zake yeye aliyemwamini, yaani Mungu, mwenye kuwahuisha wafu, ayatajaye yale yasiyokuweko kana kwamba yamekuweko. Naye aliamini kwa kutarajia yasiyoweza kutarajiwa, ili apate kuwa baba wa mataifa mengi, kama ilivyonenwa, ndivyo atakavyokuwa uzao wako. Yeye asiyekuwa dhaifu wa imani alifikiri hali ya mwili wake aliyokuwa amekwisha kufa, ikawa amekwisha kupata amri ya kama miaka 100, na hali kufa ya tumbo lake Sara. Lakini akiona ahadi ya Mungu hakusita kwa kutokuamini, bali alitiwa nguvu kwa imani, akamtukuza Mungu. Alikuwa anajua kabisa ana miaka mingi hawezi kupata mtoto, lakini alimwamini Mungu kwamba atapata mtoto. Tuangalie sehemu ya 3.